Naitwa Abel Mudo, ni diwani wa kata ya Kisarawe. Awali ya yote napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya tukio la leo kubwa ambalo tumelifanya ndani ya kata yetu tarehe 20 mwezi wa 5 tukiadhimisha juma la elimu ndani ya kata ya Kisarawe. Juma hili la elimu limeasisiwa na mimi Abel Mudo pamoja na kamati yangu ya maendeleo ya kata nikiwa kama mimi mwenyekiti. Kwa ajili gani tumeandaa juma la elimu? Kwa sababu kwa ajili ya kuongeza ufaulu ndani ya kata yetu na pia na kupunguza utoro kwa watoto. Tangu tuanze kuanzisha jambo hili limeleta mafanikio makubwa sana kwa watoto wa madarasa ya mitihani, maana darasa la 4, darasa la 7, form 2 na form 4. Miaka mitihani yote ndani ya kata ya Kisarawe wamekuwa wakifanya vizuri. Mitihani ya taifa na mtihani wa moko shule zetu zilikuwa zinafanya vizuri. Kwa lengo gani? Kwa sababu tumeanzisha elimu day, lakini au juma la elimu, lakini siku hiyo ya tukio ya juma la elimu tunakuwa tunatoa zawadi kwa watoto ambao waliofanya vizuri pamoja na walimu pamoja na wanafunzi pamoja na shule. Hiyo inaleta hamasa kwa wengine, wanapambana, wanasoma kuhakikisha kwamba jambo linakaa vizuri. Kwa kweli nawashukuru sana Daktari Selemani Jafo, mbunge wetu, waziri wa viwanda na biashara, kwa ushirikiano mkubwa ambao amenipa mimi kama diwani wa kata, lakini pia namshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuleta miradi mingi hasa sekta ya elimu katika wilaya yetu ya Kisarawe, sekta ya afya, lakini pia na sekta nyingine ya miundombinu. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia mbunge wetu Daktari Jafo ameleta fedha nyingi sana ndani ya kata yetu ya Kisarawe. Kwa kweli tunamshukuru sana mama, tunasema kwamba mitano tena. Mungu ambariki sana daktari wetu, mama yetu Mama Samia ambaye pia ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia Mungu ambariki sana mbunge wetu Daktari Selemani Jafo. Lakini pia nawashukuru sana walimu wa kata ya Kisarawe, wanajituma sana, wanafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba watoto wanafaulu, wanajenga uelewa. Lakini pia niwashukuru sana wazazi wa kata ya Kisarawe kwa kuchangia chakula kwa watoto wao ambao wale wa shule ya kutwa ambao sio wabweni, wanachangia darasa la 1 mpaka la 7 shule za msingi za awali, lakini pia hata kwenye shule za sekondari wazazi wa kata ya Kisarawe wanachangia. Mungu awabariki sana, tuendelee kuwekeza kwenye elimu, lakini maana kesho yetu hauwezi kujua kesho yako. Maana mwisho wa siku tunatengeneza marais, tunatengeneza mawaziri kwa sekta hii ya elimu. Tukio lilo lifanya limeonekana kuwa na wananchi wengi wamefurika. Umetumia ushawishi gani mpaka kuwashawishi wananchi kufika? Hapa ni kweli wananchi wengi wamefika pamoja na wadau mbalimbali. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi tunaishi vizuri, tunaishi kwa ushirikiano, na hapa wadau wanapenda elimu na jambo hilo wanalijua, tumewashirikisha na ndio maana jambo limefanikiwa sana kama ulivyoona leo. Mheshimiwa Waziri wa Viwanda, Mheshimiwa Jafo amesema kwamba ukiamua jambo ushindi lazima ulifanye. Unaahidi nini kwa wananchi? Tunaona kwamba mwaka huu ni wa uchaguzi. Unawaahidi nini wananchi kwa atakupa tena uongozi wa mitano tena? Mimi kwa kweli nawaahidi kwamba nitaendelea kuwa mnyenyekevu kwao, nitaendelea kuwa mtii kwao. Inshallah tuombeane jambo lipite, jambo livuke. Inshallah Mwenyezi Mungu akinirudisha basi tutaendelea kushirikiana hasa kwenye sekta hii ya elimu na mambo mengine kuletea maendeleo kata ya Kisarawe. Hiki ulichokifanya leo ni moja kati ya vitu ambavyo vinahamasisha wanafunzi wajitume kusoma kwa bidii. Nini wito wako kwa wazazi katika kitu hiki ulichokifanya? Lakini pia ni mwanzo tu ndio limeisha hapo au ni muendelezo? Huu ni muendelezo kwa sababu tumeweka kwenye ratiba kabisa ya kalenda ya kata yetu kwamba kila mwaka unapofika lazima tufanye jambo hili, kuweka hamasa katika jambo hilo. Ni waahidi tu kwamba tutaendelea kushirikiana, tutaendelea kuwa pamoja, lakini pia ni wazazi nao niwaambie kwamba tuendelee kushirikiana, wao waendelee kutimiza wajibu wao kwa watoto wao, kwa sababu Mheshimiwa Rais analeta nyingi za fidia ya ada kwa sekondari na pia analeta fedha nyingi kwa fidia ya watoto shule ya msingi. Haya ni maendeleo makubwa, tuendelee kumsupport serikali ya awamu ya 6, tuendelee kumsupport mama yetu. Vipi kuelekea mkutano mkuu wa Dodoma? Mambo moto moto na mimi nitakwenda huko. Asante. Asante sana.